Bwana sehemu ya kurafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi duniani sio nyingi. Kanisa la AICT linao msiba. Msiba huu ni msiba mkubwa, kuondokewa na mchungaji mstaafu Aaron Iseliumu Maliuta. Kama ilivyo katika maandiko matakatifu, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi duniani sio nyingi, na basi zikiwa nyingi zinakuwa ziko na changamoto nyingi sana. Mimi ni Musa Njosa the Big One MCC na mwenzangu John Raphael Nenetwa, tukukuletea kwa ufupi historia ya mtumishi wa Mungu mchungaji Aaron Maliuta Iseliumu. Karibuni sana. Sasa tunawaletea utambulisho wa mchungaji Aaron Maliuta kama alivyosema mwenyewe enza uhai wake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Aaron Iseliumu Maliuta na nimezaliwa katika wilaya ya Kwimba mwaka 1948 katika familia ya Kisukuma ya wafugaji. Katika maisha ya binadamu, kuzaliwa mpaka kukua, hatimaye kifo, mambo mengi yanapitia, ikiwemo changamoto mbalimbali, na katika maisha ili uweze kwenda pamoja na dunia iliyopo sasa hivi lazima upate elimu. Hivyo ndivyo mchungaji Aaron Iseliumu Maliuta alipitia katika mfumo mbalimbali ya elimu kama anavyosimulia hapa. Nimepata elimu ya msingi na sekondari na chuo cha walimu, na ndipo nilipohitimu nikawa mwalimu wa shule za msingi huko Kwimba. Aaron Maliuta aliishi maisha ya kumpendeza Yesu Kristo. Alipokuwa akisoma, wanafunzi wenzake walimuita mchungaji. Wakati nikiwa mwanafunzi katika shule na vyuo, nilikuwa Mkristo hai niliyebatizwa, na watu wengi na wanafunzi wenzangu walikuwa wananiita mchungaji. Mwanadamu hasa wa kiume, kama hujapata mke basi hujapata kitu chema. Kama ilivyo katika bustani ya Edeni, Mungu alipatia msaidizi Adamu ambaye ni Eva. Hivi ndivyo mchungaji Aaron Maliuta anasimulia alipopata mke wa kuishi naye katika maisha yake, ubavu wake. Katika shule moja nilikutana na mwalimu Florence Selemani, tulipokuwa tunafundisha naye, na ndipo tulipoamua kufunga ndoa yetu katika mwaka wa 1980. Mchungaji Aaron Maliuta, nje na kumtumikia Mungu akiwahubiri watu injili ya Yesu Kristo, Mungu alimuita kufundisha katika chuo cha Katunguru kwa muda wa miaka 10. Tumeishi maisha yetu ya kumpenda sana Mungu, na hapo tulipata wito wa kumtumikia Mungu kikamilifu. Tukawa walimu katika chuo cha Biblia cha Katunguru miaka 10. Mchungaji Aaron Iseliumu Maliuta katika historia yake amefanya kazi sehemu mbalimbali, na alipata bahati ya kustaafu kazi au huduma ya uchungaji akiwa katika pastoreti ya Maganzo Diocese ya Shinyanga. Sasa tumestaafu ukiwa katika pastoreti ya Maganzo. Katika dunia hii zipo changamoto za maisha, na kila mtu anapitia changamoto za maisha yake wakati wa uhai wake. Mchungaji Aaron Maliuta anazisimulia changamoto alizopitia enzi za uhai wake, na tumsikilize. Kazi ya Mungu imejaa changamoto nyingi, kulemewa na mambo mengi, na yote hayo tulivumilia. Bwana alitubariki sana, aituinua na kutuongoza katika kazi zetu. Asante sana watazamaji wetu kwa kuangalia historia fupi ya mchungaji marehemu Iseliumu Aaron Maliuta. Tumejifunza mengi katika mapito ya maisha yake. Letu sisi kama MCC tunawapa pole sana familia, ndugu, jamaa na marafiki, kanisa na uongozi wa kanisa, na watu wote wanaozunguka familia hii kwa kuondokewa na mpendo wao. Tunaamini kwamba ametangulia kama maneno ya Mungu yanavyosema, hatutawatangulia waliokwisha kulala mauti. Basi siku moja Yesu atakaporudi tutaweza kukutana nao huko waliko, maeneo mazuri ya Mungu mtakatifu aliyoandaa kwa watakatifu wake. Ulikuwa nami Musa Njosa the Big One wa MCC, na mwenzangu ni John Raphael Nenetwa Kielele wa Yesu. Mpaka wakati mwingine, Mungu abariki sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote tangu sasa
na hata milele. Amina.